wa Kristo. Haleluya! Waislamu takbir! Asanteni sana. Sasa kwa wakati huu bila kuchelewa na kwenda kumsimamisha mwinjilisti yule machachali, mchungaji mtarajiwa atakayekuwa anasomewa na mwalimu Mazagazaga mwana wa Zabanga Mazagazaga mwana wa Zabanga wa Mazagazaga. Karibu mchungaji mtarajiwa Gaspar mwana Francis, dakika 10 uweze kumalizia, tuingie mtanangi wa maswali. Karibu. Naam wa Kristo, haleluya. Haleluya. Naam. Yaani katika siku ambayo ni njema kwa Wakristo ni leo. Yaani japo Waislamu wanaongeza juhudi katika kubadilisha walimu ili waokoe jahazi, lakini bado jahazi linazama kwa Waislamu. Alianza wa mwanzo Bwana Imani Petro, yeye alikuwa afadhali kwa maana alihubiri Injili. Kaja wa pili Maulana, ndio potelea mbali, karibu kabisa. Sasa wapi karibu? Kasema hivi kwamba hayo mabano si maneno ya Mungu, ama ni ya mwanadamu. Sasa ina ni faraja, kumbe kwa maneno ya mwanadamu, mlisikia Mungu, kumbe mwanadamu bwana. Ina faraja. Wala bwana. Asema bano na mwanadamu. Sawa, si ya Mungu, ni kweli. Kwa hiyo kwa maana hiyo, na maana kwamba Qur'ani si maneno nani? Si ya Mungu, bali ya mwanadamu. Sasa natoa siri. Nitoe story kiso siri. Nitoe story. Naam. Kasema mabano ni maneno ya mwanadamu. Sasa tuangalie Qur'an. Hii kwa yenyewe iko kwenye mabano ama iko kwenye mabano? Kama itakuwa kwenye mabano itakuwa nani? Si ya Mungu. Msemaji? Tutoe siri leo. Tutoe siri. Nipo. Naam. Rudia 29:47 Qur'an. Ya Farisi. 29:47 Qur'an inasema. Hiyo Farisi hiyo sasa. Na namna hii tumekuteremshia kitabu. Hiki cha Qur'ani. Hii neno hiki Qur'an ipo kwenye mabano au sio kwenye mabano? Kwenye mabano. Kwenye mabano Ndio. Sio mwanadamu. Wala bwana. Wewe unasema ukale mabano hasa mwasi ya Mungu ni mwanadamu. Kumbe kwenye Qur'ani iko kwenye mabano. Kwa sababu nani? Si ya Mungu. Wakitolewa. Haleluya. Naam. Si ya Mungu iko kwenye mabano. Wewe asante Bwana Maulana kwa kuambia Waislamu kwamba Qur'ani si ya Mungu, ni mwanadamu. Kwa hiyo mabano, hii nashukuru Bwana Maulana. Naam. Haya ndio maneno. Rudia. 29:47 inasema. Na namna hivi ndio tumekuteremshia kitabu hiki cha Qur'ani. Kwenye mabano sio mabano Qur'ani. Kwa si nani? Si Mungu. Siri imefichuka, kumbe Qur'ani si ya Mungu. Siri imefichuka. Qur'ani si maneno ya Mungu. Waislamu wanaelewa kwamba si ya Mungu. Kwa hiyo Waislamu kama mwalimu Maulana, kwanza leo marufuku kusoma kama na Mungu, sababu akasema kwa bado si ya Mungu, na kweli Qur'ani iko kwenye mabano. Kwa hiyo si nani? Si ya Mungu. Kwa hiyo mchukua elimu hiyo Waislamu bila jazba. Hili atakuwa nakubali si ya Mungu. Wapi nakubali? 3:78 Qur'an. Soma na hiyo. 3:78 Qur'an inasema. Ndio. Surati Imran. Inasemaje Qur'an? 78. Sura 3 inasemaje? Na miongoni mwao kuna baadhi yao wanaopinda ndimi zao. Ndio. Kwa kusoma kitabu. Ndio. Ili mpate kuyafikiri maneno yao hayo. Kuwa ni kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Wala si kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Na wanasema haya. Wanasema nini? Haya nini? Yaani Qur'an yametoka kwa Mwenyezi Mungu. Na hali ya kuwa hayakutoka kwa Mwenyezi Mungu. Ndio. Na wanamsikia
kumsingizia Mwenyezi Mungu uongo na hali ya kuwa wanajua kuwa huu ni uongo. Uongo sio maana kwa kueleza Waislamu waziwazi kwamba jamani, Waislamu tusidanganyane, Qur'ani si kitabu cha Mungu. Na mimi nashukuru kabisa, na mimi naungana na Maulana, mwalimu wa Kiislamu na Waislamu wote. Sasa mke bwana na jazba, msala wa Mungu ndio kwa jazba. Kwa hiyo nakubali Qur'ani ya Mungu. Tena nikatoa aya 74:24 Qur'an. Kama si ya Mungu ni ya nani? Rudia 74:24. Aya 74:24 rudia. 74:24. Kama si ya Mungu ni ya nani? Aya 74:24 Qur'an inasema 74:24. Changamka. 74:24. Aya 74:24 inasema. Inasemaje? 74:24 inasema na akasema ndio hayakuwa haya hayakuwa haya, yani Qur'an haya aliyokuja naye Nabii Muhammad, yani Qur'an aliyokuja naye Nabii Muhammad nini? Ila ni uchawi ulio dhahiri ulionukuliwa kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani. Amen. Huu ni uchawi. Qur'ani ni uchawi ambayo Muhammad kanukuu kwa wachawi wakubwa kabisa wa zamani. Bwana, soma tena Qur'ani. Soma Qur'ani 15:91 Qur'an. 15:91 Qur'an. Kwa kile Muhammad anasema 15:91. Leo tunajipigia tu Waislamu. Nasema 91. Tunajipigia ambao wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Aliokusanya Nabii Muhammad akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Muhammad kanuku bwana uongo, kaambia tu Mungu kumbe uongo tu. Sikola anasema uongo. Rudia hiyo. Inasema rudia 15:91. Inasemaje? Ambao ndio wameifanya Qur'ani kuwa ni mkusanyiko wa uongo. Ndio aliokusanya Nabii Muhammad ndio akadai kuwa ni maneno ya Mwenyezi Mungu. Kumbe ni uongo tu. Huu ni uongo tu mama, za uongo tu basi. Kwa Qur'ani uongo. Hakuna kwa Mungu hapo. Ona bwana, Waislamu wanaelewa sasa. Karibu tena kanisani kubatizwa. Unaona bwana? Haya ndio maneno. Ni tulieni walimu wa Kiislamu. Hapa hakuna walimu. Mazuri sio kwa mazuri. Kakimbia kuja hapo. Katika dani kenda hapa kuna kibanda. Yuko mchungaji tajua pale. Kimbia kanyuti. Unaona bwana? Leo utaumia. Unaona bwana? Kwa hiyo mashehe na Waislamu kwa ujumla, Qur'ani imethibitisha kwamba inaitambua Biblia. Rudia Qur'ani 29:47 Qur'an 29:47 Qur'ani inasema inaitambua itambui. Na namna hivi tumekuteremshia kitabu cha Qur'ani. Basi wale tuliowapa kitabu cha Biblia wale tuliowapa kitabu cha Biblia wataiamini Qur'ani. Yaani Qur'ani inatambua Biblia. Hao watambui kwa sababu sio Waislamu, hao mtii wanampinga Mungu wao hao. Hao sio Waislamu. Hao kata michongoma msikitini. Hao wanatambua Biblia nini, nakata ni nani? Mada imekwisha. Labda baadaye waje waseme ala muongo, umpinge Mungu wako leo. Kumbe hao jamaa tunafahamu kwamba kumbe wanaelewa hawa, ila tu ubishi. Maana ubishi mwingine bwana, ubishi mwingine hata mwambie vipi haelewi, sababu amesema ubishi. Lakini Qur'ani inatambua Biblia. Sasa mkaandamane kesho, nasema hapana, sina andamana, akadanganya ala. Unaona bwana, hataki Biblia sisi ili muende motoni. Wasema takibiri. Wamekufa kabisa wote. Wamekufa. Naam. Yaani Wakristo wamepata faraja kubwa na Waislamu wameelewa Qur'an si ya Mungu. Labda muandamane wenyewe. Najitwangia tu sasa hivi. Yaani najipigia tu Waislamu. Unaona bwana, najipigia. Hapa hakuna walimu. Hapa wabashaji tu. Sio kuna nani? Si nani? Hamna lolote. Lakini leo tumetambua kwamba Qur'ani inaitambua Biblia. Huu ndio ukweli. Muda wako umekwisha. Jamaa oga. Sasa sasa kibiri. Wakristo, haleluya. Haya, twende. Muda wake amemaliza.